Naitwa mchungaji John Yola Msaigwa, natoka Palace ya Mathayo Mtakatifu hapa Zuzu. Tuna mkutano wa siku 8, tunaanza leo tarehe 8 mpaka tarehe 15. Lengo la mkutano huu ni kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa Wakristo ili wapate kumjua Yesu, waokolewe na kuponywa mioyo yao na roho zao, na kuponywa kabisa magonjwa yao. Watu wamekamatwa na nguvu za giza, lakini tunaamini katika neno la Mungu kuna nguvu na uweza wa pekee yake ambao ukiingia unaleta uponyaji katika roho zao, uponyaji katika miili yao. Kwa hiyo lengo la mkutano huu ni kuleta uponyaji hapa wa neno la Mungu na maisha ya watu. Na neno hilo tunataka tuone kuna miujiza ya pekee inayotendeka inayopita kawaida, kama ambavyo Paulo alihubiri injili na akafanya miujiza mingi ya kupita kawaida. Tunaamini kwamba katika mkutano huu neno la Mungu litahubiriwa na watu watapokea miujiza ya kupita kawaida, sawa na Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 11. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya hilo, na tunatoa wito kwa Wakristo wote walioko hapa Zuzu na walioko nje ya Zuzu waje hapa ili waweze kupokea ujumbe wa neno la Mungu ambao uko hapa kwa siku 8. Ni neno la muujiza, ni neno la uponyaji. Tunawaalika Wakristo wote na wasio Wakristo wafike hapa ili waweze kupokea huo ujumbe mzuri ulioandaliwa kwa ajili yao, na wapokee miujiza mingi iliyoandaliwa kwa ajili yao. Majina yangu naitwa Kasisi Emmanuel Makonde, ni mchungaji wa Injili wa Kishindo kwenye Diocese ya Central Tanganyika. Na kwa neema ya Mungu basi ni mhubiri wa mkutano huu wa parish hii ya Mtakatifu Mathayo hapa Zuzu. Mkutano huu umeandaliwa kwa ajili ya juma hili la Pentekoste, ambao una wazo linalosema matendo makuu ya kupita kawaida. Na katika juma hili watu wa parish hii wanatamani kuwakutanisha Wakristo wa hapa na Mungu katika mambo mbalimbali. Na mimi kama mhubiri naona kuna nguvu kubwa ya Mungu ambayo inashuka kwa ajili ya watu wake. Siku zote Yesu yuko kwa ajili ya kuweza kubadilisha watu na kuwawezesha kufanya mambo makuu ya kupita kawaida. Na katika mkutano huu tunaona namna ambavyo watu wengi wanakombolewa, watu wanafunguliwa katika vifungo vyao, wanapona magonjwa, wanapata nguvu mpya, uwezo wao wa kufikiri na namna nyingine unabadilika.